Miongoni mwa habari tulizonazo katika Mbiu ya Kusini juma hili. Wanachama wa chama cha TAPE katika conference ya SEC wamehimizwa kujisajili mapema kwa ajili ya kongamano kubwa la wafanyabiashara, wawekezaji na wajasiriamali litakalofanyika jijini Dodoma. Waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato Conference ya Mashariki Kati mwa Tanzania ECT wamejitokeza katika zoezi la uchangiaji damu lililofanyika katika kituo cha afya Morogoro Paul Clinic kilichopo chini ya conference hiyo. Katika habari za kimataifa, nchini Australia, kituo cha tiba ya mtindo wa maisha cha Ilia kinachofanya kazi katika hospitali ya Sydney Advent kimeungana na mfuko wa faida za afya wa ACA kwa utafiti wa majaribio ulioboreshwa na serikali juu ya matibabu na kuzuia ugonjwa wa kisukari. Na katika habari za muziki na maburudisho, kwaya ya vijana Jangwani Harmon Voice kutoka Sumbawanga yazidi kuwabariki wengi. Naam, hujambo na karibu katika taarifa ya habari kutoka Union Mission ya Kusini mwa Tanzania. Mimi ni Mbonea Daniel. Wanachama wa chama cha TAPE kutoka katika conference ya SEC wamehimizwa kujisajili mapema kwa ajili ya kongamano kubwa litakalofanyika katika jiji la Dodoma. Kongamano hilo litakalohusisha wafanyabiashara, wawekezaji pamoja na wajasiriamali. Mtambo Mngereza ana taarifa zaidi. Akizungumza na Channel Tanzania, Mchungaji Lusega amewakumbusha kuwa TAPE ni jukwaa muhimu kwa waumini kujifunza mbinu bora za ujasiriamali sambamba na kushiriki katika uinjilisti. Chama hiki cha TAPE pia jukumu lake kubwa na la kwanza ni kueneza injili. Lakini pamoja na majukumu hayo ya chama hiki cha TAPE ya kueneza injili, majukumu ambayo wanashiriki pamoja na wengine pia, lakini chama hiki pia cha TAPE kina jukumu la kuwasaidia watu, kuwawezesha wanachama na washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato kuboresha maisha yao kwa kuwawezesha kupitia semina na mafundisho mbalimbali. Tunafahamu ya kwamba mwezi wa 4, msimu wa Pasaka, kuanzia tarehe 14 mpaka tarehe 20 tutakuwa na mkutano mkubwa wa TAPE utakaofanyika katika mji wa Dodoma, makao makuu ya nchi ya Tanzania. Katika mkutano huu kutakuwa na muda wa kuwa na kongamano la uwekezaji. Nashukuru kwamba katika kanisa hili la Sinai washiriki wameyapokea vizuri. Wako ambao wameahidi kujipanga ili waende kwenye mkutano kule Dodoma, lakini wako ambao wamejitoa kuwa wanachama wapya wa chama hiki cha TAPE, na wengine bado wanaendelea kufikiria. Ni imani yangu ya kwamba kwa kadri siku zinavyosonga itaongezeka idadi ya watu wanaojitoa kuwa wanachama hai wa chama cha TAPE katika kanisa hili. Kwa jina naitwa Mwamini Lusingu. Mimi ni mshiriki wa Mbezi Luis, lakini ni mwana TAPE. Nilibahatika kutoa somo la ujasiriamali. Na katika somo hili nilijaribu kufungua zile fursa ambazo kwa watu wengi hawafahamu. Lakini nilianza na kuwaelezea mambo 20 ya kuanzisha na kutengeneza biashara ambayo itakuwa ya mafanikio. Na nikigusia tu kwa haraka, jambo la kwanza ilikuwa lazima mtu ajitathmini kwamba yeye ujasiriamali anauweza. Lakini akishajua kwamba mimi natakiwa kuwa mjasiriamali, ndani yake anaona anawiwa kuwa mjasiriamali. Je, anataka ujasiriamali wa namna gani? Wa ukubwa kiasi gani? Wa kwenye eneo gani? Na kadhalika. Kwa hiyo najua hatuwezi kupata muda wa kuongea yote niliyoyaongea,
lakini nilijitahidi kufungua fursa ambazo zipo ndani ya ujasiriamali. Kuna mwanateolojia na mwanafalsafa mmoja ambaye aliwahi kusema kwa Kiingereza, being an entrepreneur is not an option. That's the best way to succeed in life. Yaani kuwa mjasiriamali sio mbadala, hakuna mbadala wa kutokuwa mjasiriamali, maana ndio njia pekee ya kufanikiwa kwenye maisha. Na sisi tunataka washiriki na waumini wafanikiwe kwenye maisha. Wakifanikiwa familia zao zitafanikiwa. Wakifanikiwa familia ya kanisa katika Kristo itafanikiwa. Wakifanikiwa kanisa na utume wetu ule wa enendeni ulimwenguni mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, mkiwabatiza katika jina la Baba na la Mwana, nayo itafanikiwa. Kwa upande wao, viongozi wa kanisa la Adventista Sabato Sinai wamesema wanamshukuru Mungu kwa kuwa na baraka ya ugeni wa mchungaji Abel Lusega, wakieleza kuwa ujio wake umewatia moyo katika harakati za kiroho na maendeleo ya waumini. Mimi naitwa Edward Masaka, ni mzee wa kanisa, kiongozi wa kanisa la Adventista wa Sabato Sinai. Kwa kanisa la Sinai tuna ombi kwa ATAPE, maana tuna kazi kubwa ya ujenzi wa nyumba ya Mungu, nyumba ambayo kwa hakika itakapomalizika itakuwa ni sehemu ya ubiri katika maeneo haya. Na hivyo tulitamani kuungwa mkono na ATAPE, watu waone namna ya kutusaidia tunapoelekea katika hatua za kuwezeka, watusapoti angalau kwa mabati ili tuweze kuwezeka. Zingatia kwamba katika maeneo haya hakuna kanisa la Adventista wa Sabato. Ni eneo jipya kwa kazi ya utume kwa ujumla. Na hivyo tulitamani kuwe na kanisa ambalo nyumba hii itakapomalizika, kila atakayeona, kila atakayesikia habari zake atasema watu hawa wanaye Mungu aliye hai. Kwa majina naitwa Joseph Bwile, ni mratibu wa ATAPE kanisa la Sinai. Sehemu kubwa ya chama hiki toka nilipopendekezwa kuwa mratibu wa ATAPE kanisa Maria mwaka jana, tuliweza kwenda Mbeya, lakini nilipata faida kubwa huko Mbeya, na mafanikio yale niliyoyapata Mbeya niliweza kuyaleta kwa kanisa Maria, na tukaweza kushare mambo mbalimbali na mafundisho mbalimbali ambayo tulielekezwa kupitia neno la Mungu, lakini kupitia wajasiriamali ambao wameendelea. Na kupitia hayo niliweza kuyaleta kwa washiriki na waumini, na waumini kwa kweli walivutiwa kulingana na namna ambavyo wakati mwingine wameona wenda kazi ndogo kwamba hazihesabiki wala hazina faida, lakini waliona ya kwamba kazi yoyote wanayoifanya lakini inayomtukuza Mungu ina faida ndani yake. Nikiripoti kutoka kanisa la Adventista Sabato Sinai, mtaa Mkuza, wilaya ya Kibaha mjini, mkoa wa Pwani, mimi ni Mgereza Mtambo, Hope Channel Tanzania. Mtazamaji, usisahau kututembelea mtandaoni ili kupata taarifa zaidi, lakini pia kutoa maoni yako katika akaunti zetu zinazoonekana hapo kwenye runinga yako. Tunaendelea kusonga mbele na taarifa yetu ya habari, mtazamaji, na hivi sasa tutupie macho katika habari zingine zilizotufikia kwenye dawati letu la habari juma hili. Waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato katika Konferensi ya Mashariki Kati mwa Tanzania ECT wamejitokeza katika zoezi la kuchangia damu lililofanyika katika kituo cha afya cha Morogoro Polyclinic kilichopo chini ya konferensi hiyo. Benedicto Ntinda ana taarifa zaidi. Zoezi hili limefanyika kama sehemu ya maadhimisho ya siku ya vijana duniani, ikiwa na lengo la kusaidia upatikanaji wa damu salama kwa wagonjwa wanaohitaji, hususan akina mama wajawazito, watoto na waathirika wa ajali. Katika zoezi la uchangiaji damu, katibu mkuu wa jimbo la Mashariki Kati mwa Tanzania, mchungaji Shashini Hale Wana, amezungumza juu ya zoezi hilo lilofanyika jimboni hapo. Leo tulikuwepo hapa Morogoro katika hospitali yetu Morogoro Polyclinic, ambapo ndipo zoezi la uchangiaji damu linafanyika katika manispaa yetu ya Morogoro. Na zoezi hili linafanyika katika jimbo letu, na sehemu nyingine walishafanya na bado wataendelea kufanya. Kupitia idara ya huduma ya vijana ya kanisa letu la Waadventista Sabato limekuwa organize huduma hii kwa ajili ya kuwaleta vijana na kulileta kanisa kwa ajili ya kuchangia huduma.
Kwa upande wa wataalamu wa afya, wanasema kuwa upungufu wa damu bado ni changamoto kubwa nchini, na wanatoa shukrani kwa waumini waliojitokeza kusaidia kupunguza tatizo hilo. Naitwa Moses Komba, ni mratibu wa damu salama manispaa. Leo tumejumuika na kanisa la wa Sabato kwenye shughuli za huduma za damu salama, pamoja na kutoa elimu ya damu salama yenyewe kiujumla kwa wananchi. Cha kwanza, uhitaji wa damu katika halmashauri yetu ni mkubwa, na pia kuna vituo vingine vinaanzishwa na pia vinahitaji damu. Kwa hiyo kiujumla uhitaji ni mkubwa. Kwa mwezi maximum kwa sasa hivi matumizi ya damu sio chini ya chupa 500 kwa mwezi. Wito wangu, wananchi kiujumla wajitolea damu, kwa sababu damu, hakuna sehemu ambako tutapata damu. Damu inahitajika, lakini hakuna sehemu tutaichukua zaidi ya mimi na wewe. Kwa majina naitwa Ileme Wilson. Mimi ni mratibu wa damu salama katika hospitali ya mkoa wa Morogoro. Awali ya yote nipende kutoa shukrani kwa siku ya leo kwa kufika katika kanisa la Waadventista wa Sabato katika makao makuu hapa Msufini kwa ajili ya matendo ya huruma ambayo yanaendelea hapa kwa kuokoa maisha ya watu kwa kuchangia damu. Kwa niaba ya hospitali ya mkoa wa Morogoro, kwa niaba ya mganga mfawidhi wa hospitali ya mkoa wa Morogoro, tunatoa shukrani za dhati kwa sababu tumekuwa na uhitaji mkubwa sana katika uchangiaji wa damu, na kumekuwa na dhana potofu ya watu ambao wanadhani kwamba wakichangia damu wanaweza wakaathirika sehemu kubwa. Lakini nipende kuatia moyo wa kwamba ukichangia damu kwanza ndio afya yako inazidi kuimarika. Maana mwili una mechanism ya kuweza kutengeneza damu kadiri unavyotoa. Kwa hiyo afya yako itaimarika na utakuwa sawa na mwili wako utaonekana vibrant muda wote wa maisha yako. Viongozi mbalimbali wa kanisa wakiwemo mkurugenzi wa idara ya vijana jimbo la Mashariki Kati mwa Tanzania, mchungaji Lupakisho Mwakasweswe, na mkurugenzi wa idara ya afya Dr. Cecilia Ligogo, kwa pamoja wamehamasisha jamii kujitokeza kwa wingi ili kuhakikisha upatikanaji wa damu unakuwa endelevu ili kuokoa maisha ya watu wenye uhitaji wa damu. Tunaendelea kuwashukuru waumini wote na vijana wote katika jimbo letu kwa jinsi ambavyo tunaitikia wito huu wa kuchangia huduma katika jamii, hasa katika swala la kusaidia jamii. Mwaka huu tumekuwa na neno kuu ambalo linazungumza, kama unavyoona t-shirt yetu nasema a community transformed, jamii iliyobadilishwa. Mpango mzima ni kuhakikisha kwamba jamii inafurahia, jamii inamkubali Yesu, jamii inampenda Mungu, jamii yenye shida inasikia kwamba imejaliwa. Katika wiki hizi zote tumekuwa na huduma za katika jamii, katika mahospitali, kutengeneza nyumba za wasiojiweza, kutoa damu, na leo katika kanda hii nzima ya Morogoro tuko hapa katika kituo cha Morogoro Polyclinic. Vijana na waumini mbalimbali wamekuja kutoa damu. Huu ni mkazo na mkakati wa idara ya vijana kuwasaidia vijana watambue kwamba kuna kusaidia jamii. Kwa hiyo tunashukuru mahali popote pale, kule Dar es Salaam, kule Zanzibar, kule Morogoro vijijini, katika wilaya zote za Morogoro na sehemu mbalimbali wanapoendelea na huduma hii, tunawaombea Bwana aendelee kuwabariki. Wito wangu kwa wananchi wote na waumini wote, unapojisikia kutoa damu, nenda ukatoe damu hospitali. Hii sio lazima iwe siku fulani maalum, lakini kanisa limeamua kufundisha vijana kwamba hii iwe ni tabia ya kusaidia jamii. Kwa hiyo natoa wito wangu kwamba kila Mtanzania aweze kujali maisha ya Mtanzania mwingine na mtu yoyote ambaye atahitaji huduma zetu. Kwa hiyo twende katika maeneo ya hospitali, twende katika maeneo ambayo yanaweza kutusaidia na Mungu aweze kutubariki sana. Kwa majina ninaitwa Dr. Cecilia Ligogo, ni mkurugenzi wa afya jimbo la Mashariki Kati mwa Tanzania.
Tunamshukuru Mungu kwa siku ya leo, sabato ya pekee ambayo imekuwa ni sabato njema, ambapo tumefanya huduma ya matendo ya huruma kwa kutoa damu katika kituo cha Morogoro Polyclinic. Kwa niaba ya uongozi wa hospitali vile tunashukuru idara ya vijana kwa kuweza kututangazia kituo chetu. Tunasema wangeweza kwenda kanisa lolote kama ambavyo wamefanya miaka ya nyuma kufanya huduma makanisani, lakini awamu hii wameamua kutumia vya nyumbani Morogoro Polyclinic. Tunamshukuru sana Mungu na huduma hii imefanyika na takriban watu karibu 100 wamepata huduma mahali hapa na damu wamechangia damu. Kwa kweli kauli mbiu ilikuwa inasema toa damu okoa maisha. Tunamshukuru Mungu kwa wale wote ambao wametoa damu zao kwa ajili ya kuokoa maisha ya ndugu zetu ambao kwa namna moja au nyingine wanahitaji kuongezewa damu ili kuweza kuendelea kuishi. Waumini walioshiriki zoezi la uchangiaji damu wametoa mtazamo wao juu ya zoezi hilo na kuhamasisha watu wengine kushiriki matendo hayo ya huruma. Akizungumza na Hope Channel, ndugu Elias Mseti ameeleza ushiriki wake juu ya zoezi hilo. Leo nimeshiriki katika zoezi la uchangiaji wa damu kwa ajili ya kuokoa maisha ya watu. Kuchangia damu ni tukio la kawaida. Mimi baada ya kuchangia damu ninaona kwamba ni jambo ambalo ni la pekee na nimefurahi kwa sababu damu niliyoichangia na mimi nitaenda kuokoa maisha ya mtu fulani. Kuna watu ambao huwa wanafikiri kwamba kuchangia damu labda anaweza akapata shida au akapata jambo fulani au akafariki, lakini kabla ya kuchangia damu kuna vipimo kadhaa ambavyo unavipitia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hauna tatizo lolote. Na mara baada ya kuwa umehakikisha kwamba unafaa kuchangia, unachangia. Ni jambo la kawaida, ni jambo zuri, lakini ni jambo la kipekee kwa sababu unaweza ukaokoa maisha ya mtu fulani ambaye amekosa damu. Ninatoa wito kwa vijana wote. Vijana wa kanisa la Adventista wa Sabato, vijana wa madhehebu mengine yote. Kama afya yako ni njema na unaweza ukachangia damu kwa ajili ya kuokoa maisha ya mtu fulani, ninakushauri changia damu kwa ajili ya kuokoa maisha ya watu. Asante sana Benedict Ntinda kwa taarifa hiyo, na tunaelekea katika conference ya SEC ambapo kanisa la Adventista wa Sabato Nazareti limefanya ziara katika kituo cha watoto yatima cha Hisani Orphanage Center kilichopo Kibada jijini Dar es Salaam. Mtambo Mngereza ana taarifa zaidi. Katika hotuba yake, mmoja wa viongozi wa vijana wa kanisa aliweka wazi kuwa huduma ya jamii ni sehemu muhimu ya imani na mwito wa Kikristo. Kwa majina yangu naitwa Suma Patrick Mwitika, ni mkurugenzi wa vijana kanisa la Adventista wa Sabato Nazareti. Katika kuja hapa tumeweza kuleta zawadi chache ambapo tumewaletea viloba vya unga, tumeleta mafuta ya kupikia, tumeleta na nguo, tumeleta mifagio, tumeleta sabuni za kufuria na kuogea, tumeleta na mifagio pia kufagilia. Lakini zaidi pia tumewaletea kitabu chenye matumaini kwao, kwamba hata wanapopitia nyakati ngumu kunakuwa na kukata tamaa. Tumeletea kitabu kinachoitwa Jipatie Amani Moyoni, jumla ya vitabu 40. Na tunashukuru kwamba kila mmoja aliyekuwa ameshiriki nasi, mtoto aliyeko pale ameweza kupata hicho. Godson Emmanuel Mshana, yani viongozi wa kanisa au wazee wa kanisa la Sabato Nazareti. Na vijana wa Nazareti ni vijana ambao kila mwaka huwa wanakuja kutoa huduma za msaada kwa ajili ya watoto wenye mahitaji maalumu. Na idara ya vijana kanisani au kanisa la Sabato duniani ni idara ambayo inakuza vipaji vya watoto katika masuala ya uinjilisti, vya vijana katika mambo ya kazi, hata kama kazi za ujasiriamali, kazi zote. Kwa hiyo ukiwa katika idara ya vijana, kijana unakuwa katika mambo ya kumpenda Mungu na unakuwa sio mvivu katika kazi zako za nyumbani, za kufanya kazi zako za kazi za wapi. Na idara ya vijana ni idara ambayo inakuza mambo mengi sana katika kanisa la Sabato Nazareti. Kwa hiyo kama vijana na sisi tumeguswa na mpango wa kanisa ulimwenguni au katika kanisa mpango wa kuja kutoa huduma. Kwa upande wake, mwakilishi wa mlezi mkuu wa kituo hicho ameshukuru kwa msaada huo na kueleza jinsi unavyosaidia kuboresha maisha ya watoto na kuwapa matumaini mapya. Jina ninaitwa Moza Omar, cheo changu ni matroni kutoka Hisani Orphanage Center Kibada Kigamboni. Wito wetu kwa wana jamii, kokote unaponiangalia, uwe ndani ya nchi ama nje ya nchi, tunatoa wito kutuunga mkono, kwa sababu katika ulezi kuna mambo mengi ambayo mlezi ama walezi
wanapitia katika kulea watoto hawa changamoto ya chakula, lakini kituo kama kituo hakina makazi ya kudumu. Hapa tunapoishi ambao kanisa letu leo la Nazareth lilipotufikia, tunalipa kodi ya shilingi 3,600,000. Watoto pia hawana bima za afya. Watoto wanahitaji magodoro, neti, mashuka, vitanda. Tunahitaji pia usafiri ambao mtu anapoumwa ghafla huwa tuna changamoto kubwa mno. Ukimuita bajaji ni hela, lakini ukiwa na usafiri wetu wenyewe, hata ile kama ni bajaji, inatusaidia katika kuendesha majukumu ya hapa na pale. Mkurugenzi wa idara ya huduma za vijana wa Conference ya Kusini Mashariki mwa Tanzania, Mchungaji Mgwenye Hezron Mugabo, amepongeza juhudi za vijana wa kanisa katika kugusa jamii kwa matendo ya huruma. Tumekuwa na matendo ya huruma. Kuna watu wameenda kuna makanisa vijana wameongoza kuelekea kwenye matendo ya huruma, kuona watoto yatima kule Mtwara, Dar es Salaam Nazareti, kule na Chingwea wamekwenda kwenye hospitali ya wilaya na Chingwea, wameenda kujenga nyumba ya mzee iliyokuwa imeharibika, na vijana kule Bungu wanakwenda pia kwa ajili ya hili tukio. Tumekuwa na vituo vya damu vya kuchangia damu visivyopungua 11 ambavyo vimefanikisha kupata unity 400 na zaidi kwa utukufu wa Bwana. Na wapongeza na kuwashukuru vijana na washiriki ambao kwa kujali kuokoa maisha ya wanadamu ambao wana upungufu na uhitaji wa damu, mkaona katika sehemu ya maisha yenu kuchangia jambo hili. Bwana awabariki sana. Kwa upande wao, vijana walioshiriki katika ziara hiyo wameeleza furaha yao kwa kufanikisha huduma hii, huku wakihamasisha vijana wengine kushiriki katika kusaidia watoto yatima. Kwa majina naitwa Kwandu John Clement. Hilo safi dili ambao inaweza kuwasaidia wale ambao hawana mahitaji pamoja ikiwemo na watoto yatima. Kwa hiyo kama vijana au washiriki wote pamoja na kila mmoja awiwe kufanya tukio hili kwa kila sehemu au jamii anapoishi, kwa sababu ni dini iliyo safi mbele za Mungu. Ziara hii ni sehemu ya jitihada za kanisa la Adventista Sabato katika kuendeleza huduma ya kijamii na kuhamasisha upendo wa kweli kwa wote, hususani wale walio katika mazingira magumu. Nikiripoti kutokea hapa Kibada, jijini Dar es Salaam, katika kituo cha watoto yatima cha Hisani, mimi ni Mngereza Mtambo, Hope Channel, Tanzania. Asante sana Mtambo Mngereza kwa taarifa hiyo, na taarifa hii inatupeleka kwa mapumziko mafupi. Tukirejea ni habari za kimataifa pamoja na habari za muziki na maburudisho. Mimi ni Mbonea Daniel, tafadhali endelea kubaki nasi. Mtazamaji, na kabla hatujasonga mbele zaidi, hebu tujikumbushe yale tulionayo katika dawati letu la habari juma hili. Wanachama wa chama cha ATAPE katika conference ya SEC wamehimizwa kujisajili mapema kwa ajili ya kongamano kubwa la wafanyabiashara, wawekezaji na wajasiriamali litakalofanyika jijini Dodoma. Waumini wa kanisa la Waadventista wa Sabato Conference ya Mashariki Kati mwa Tanzania ECT wamejitokeza katika zoezi la uchangiaji damu lililofanyika katika kituo cha afya Morogoro Polyclinic kilichopo chini ya conference hiyo. Katika habari za kimataifa, nchini Australia, kituo cha tiba ya mtindo wa maisha cha Ilia kinachofanya kazi katika hospitali ya Sydney Advent
kimeungana na mfuko wa faida za afya wa ACA kwa utafiti wa majaribio ulioboreshwa na serikali juu ya matibabu na kuzuia ugonjwa wa kisukari. Na katika habari za muziki na maburudisho, kwaya ya vijana Jangwani Harmony Voice kutoka Sumbawanga yazidi kuwabariki wengi. Tunaendelea kusonga mbele na taarifa yetu ya habari, mtazamaji, na hivi sasa tutupie macho katika habari za kimataifa. Nchini Australia, kituo cha tiba ya mtindo wa maisha cha Ilia kinachofanya kazi katika hospitali ya Sydney Advent kimeungana na mfuko wa faida za afya wa ACA kwa utafiti wa majaribio ulioboreshwa na serikali juu ya matibabu na kuzuia ugonjwa wa kisukari. Taarifa zaidi inasomwa na Spora Msel. Wakati kisukari aina ya pili hapo awali kilichukuliwa kuwa sugu na kisichoweza kurekebishwa, mashirika kama Diabetes Australia na American Diabetes Association sasa yanakubali kuwa urejeo wa ugonjwa huu unawezekana. Kama sehemu ya mpango huu, wanachama wa mfuko wa faida za afya wa ACA huko Sydney walio na hatari ya kisukari pre-diabetes au kisukari aina ya pili wanaweza kujiunga na mpango wa kimatibabu wa ELA 12 wa We Diabetes Clinical Program. Mpango huu unaotoa huduma za afya zilizobinafsishwa ikiwa ni pamoja na mashauriano ya matibabu ya kibinafsi, mazoezi ya vikundi, warsha za lishe, mafunzo ya afya. Using an interdisciplinary team to offer consistent guidance in a supportive environment. Asante sana Spora Mseli kwa taarifa hiyo ya kimataifa, na hivi sasa tuangazie habari za muziki na maburudisho, ambapo kwa juma hili tunayo kwaya vijana ya Harmony Voice kutoka kule Sumbawanga wanakuja na wimbo wao huu hapa. Hebu utazame na ubarikiwe mtazamaji. Bwana twakuomba uteke mawazo yetu, tusiwaze vya ulimwengu, tuwaze vile vya mbingu. Hongereni sana kwaya ya vijana Jangwani Harmony Voice kutoka huko Sumbawanga. Mtazamaji, unaweza kutembelea katika mitandao yao ya kijamii hususan YouTube ili uweze kupata nyimbo nyingi zaidi ambazo zitakubariki. Mpaka hapo mimi nafikia tamati katika taarifa ya habari na Mbiu ya Kusini juma hili. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha taarifa hii ya habari kukufikia, mimi ni Mbonea Daniel. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vingine vinavyokujia kutokea hapa Hope Channel Tanzania. Hadi wakati mwingine, Mungu akubariki.